DSB Digital, haki na ukweli. Taarifa hii inasema kuwa mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan alikuwa akitayarisha hati za kimataifa za kukamatwa kwa waziri wa fedha wa Israeli Bezalel Smotrich na waziri wa usalama wa kitaifa Itamar Ben-Gvir kabla ya kuchukua likizo yake ya kiutawala kutoka kwenye wadhifa wake kutokana na uchunguzi unaoendelea kumhusu. Taarifa hii imeandikwa na jarida la Wall Street iliripoti. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hati za kukamatwa zinahusiana na ushiriki wa mawaziri hao wawili wa mrengo wa kulia wa Israeli katika upanuzi wa makazi ya walowezi wa Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Ikinukuu maafisa wa sasa na wa zamani wa ICC, jarida la Wall Street lilibainisha kuwa uamuzi huo umeripotiwa kupitishwa hata na naibu wa Khan, ingawa bado haijafahamika jinsi watakavyoendelea. Mahakama ya ICC inaripotiwa kuwachunguza maafisa wa ziada wa Israeli ambao hawakutajwa majina, akiwemo Ben-Gvir na Smotrich, kuhusu kuhusika kwao katika upanuzi wa makazi ya walowezi kule ukingo wa magharibi. Katika mazungumzo ya jana au juzi niliwaeleza kwa kina katika kitu ambacho kilikuwa kwenye serikali ya Biden. Nikawaambia kabisa kuwa huyu Ben-Gvir na mwenzake Bezalel Smotrich, serikali za nyuma za Marekani zilikuwatambua kama magaidi na walikuwa wanaonyo, walikuwa hawawezi kupata visa ya Marekani, walikuwa hawana uwezo wa kuingia Marekani wote. Ila Trump alivyokuja akawapandisha daraja, akawawapa juu ya daraja. Serikali ya Biden haikuwa inachukua hatua kali sana, lakini kuna sehemu kama ilikuwa inamchorea Israeli mstari. Serikali ya Biden licha ilishindwa kumaliza vita mpaka miezi 13 mpaka Biden anaondoka madarakani, lakini utaangalia kuna hatua ambazo walikuwa wanazichukua kiasi zilikuwa zinaonesha kwamba kujali fulani. Ni tofauti kabisa na Trump ambaye yeye ametoa kila kitu kuwa Israeli inaweza ikafanya chochote inachojisikia, chochote bila kizuizi cha aina yoyote cha Marekani ambacho kinaweza kuzuia. Kwa sababu serikali ya Biden ilikuwa imewawekea vikwazo hata baadhi ya makundi mengi ya walowezi ambao yako kule ukingo wa magharibi. Viongozi wao wengi walikuwa na vikwazo ambao hushiriki kwenye vurugu, hushiriki kwenye kufanya uhalifu. Niliwahi kuambia kuwa uhalifu wa West Bank ulikuwa umevuka mstari mpaka ilikuwa imefikia kuwa watu wanatengeneza hati feki za nyumba na anakuja kwenye nyumba yako wanakutoa akiwa na polisi. Yani kuwa hii nyumba mlishaiuza, mlituuzia na haya hapa mauziano. Yani unaambiwa wewe uliyeuza ambaye huna habari kama nyumba yako imeuzwa, lakini kwa sababu kuna ushirikiano kati vya vikosi vya Israel na vikosi vya walowezi na serikali iliyopo madarakani ambayo haijali, inayofanya dhulma ya nguvu kuwa, kwa hiyo watu wanashirikiana kuhakikisha wanadhulumu kila kitu wanachoweza kukidhulumu. Sasa ukimwangalia Ben-Gvir, ukimtazama Bezalel Smotrich, wakati Netanyahu anamfuata kuingia kwenye huu muungano baada ya kudondoka serikali ya kina Yair Lapid, kulikuwa kuna mtifuano mmoja wa bunge la Israel Knesset leo bungeni. Nilikuwa nikijaribu kuufuatilia katika moja ya malumbano ambao wanaolumbana kuwa aliongea Netanyahu akasema kuwa anajisifu kuwa kuna waziri mkuu ambaye amewahi kufanya mambo makubwa kuzidi yeye ambao ameyafanya, akitoa majina ya kuwa tulimuua Hassan Nasrallah, tumemuua Yahya Sinwari, tumemuua Mohamed Sinwar. Na hii imekuja taarifa mpya ya Mohamed Sinwar, na nadhani mnaiona kwenye vyombo vya habari kama kuwa kiongozi wa Hamas kule Gaza aliuawa. Huyu ni ndugu yake na Yahya Sinwar. Hii taarifa ni ya muda, iliwahi kutolewa, lakini leo Netanyahu ameirudia tena kuizungumza bungeni. Anasema tulimuua Mohamed Sinwar, tumemuua Hassan Nasrallah, tumeua viongozi wengi kule. Sasa ni katika sifa ambazo alikuwa akijisifu. Yair Lapid alivyokuja kumjibu akamwambia, hivi unajielewa unachokizungumza? Akamwambia, hebu ujitazame wewe na hii serikali yako iliyopo madarakani hivi sasa, halafu itazame Israeli nzima kabla ya wewe kuja madarakani katika hawamu hii, kuwa wakati tunakukabidhi nchi
ilikuwa ina mipaka salama na ilikuwa ina utulivu na tulikuwa hatujapoteza watu. Wewe huwezi kujiita kama waziri mkuu. Sisi tunakujua kama ni waziri mkuu wa Oktoba, yani waziri mkuu aliyefeli kuanzia Oktoba, kwa sababu kupitia wewe ndio tulipoteza vijana wengi, kupitia wewe tumepoteza askari wetu wengi, kupitia wewe mateka wetu wengi wamekufa, kwa hiyo kulikuwa kuna malumbano makali ambayo walikuwa wanalumbana, ikiwemo Lieberman. Lieberman, mmoja wa viongozi vya upinzani, amemshambulia sana Netanyahu leo sana, anamwambia kuwa huna lolote zaidi ya kutumia askari wetu au kutumia vijana wetu kujiweka madarakani. We huna kitu chochote. Lakini Lieberman akawa anamwambia kuwa kwepa utavyokwepa, lakini tutakuwajibisha. Alikuwa anamwambia Netanyahu kwenye malumbano makali, ambao baadaye Netanyahu ndo alikuja kujibu kwa kujisifu kuwa tumemuua huyu na huyu na huyu na huyu. Na sasa wakati Netanyahu anamfuata Bezalel kumwambia kuwa nataka tuunde serikali, hapo kulikuwa tayari serikali karibu 4 zilikuwa zimeshindwa kuundwa. Serikali 4. Unajua Israeli ukirudi nyuma miaka kuanzia mwaka 2020, tuseme tutoke kuanzia 2019, tuchukue mwaka 2019 kwenda 2021. Kuna mwaka Israeli ilifanya uchaguzi zaidi ya mara 4 na ikashindwa kuunda serikali. Ni kwa sababu muundo wa serikali ya Israeli ulivyo ni muundo ambao unaundwa kutokana na wingi. Hakuna chama chochote ambacho kimewahi kuunda serikali peke yake kwenye serikali ya Israeli, kwa sababu wao wanaunda serikali wingi wa wabunge. Sasa always Labour zamani ilikuwepo, ilishika madaraka, lakini ilivyokuja Likud hii akina Netanyahu, mara kadhaa Likud inaongoza kwa kuwa na wabunge wengi. Sasa chama ambacho huwa kinakuwa na wabunge wengi, yani kinaongoza serikalini kuwa na wabunge wengi, ndio hupewa nafasi ya kwanza kuunda serikali. Yani kuwa wewe unapewa nafasi ya kwanza unda serikali. Ili uweze kuunda serikali ya Israeli, angalau uwe na wabunge kati ya 61 kwenda juu. Yani isiwe chini ya pale, kwa sababu Knesset ina wabunge 120 wabunge wa Israeli. Kwa hiyo ili uunde serikali lazima uwe na wabunge angalau 61 ili upewe hadhi ya kuunda serikali. Sasa karibu mara kadhaa Israeli, Netanyahu alikuwa akiongoza kila akiwaomba washirika wake ambao walikuwa wa mrengo wa, unajua Netanyahu hakuwa mrengo wa kulia. Netanyahu alikuwa ni mrengo wa kati. Kwa hiyo mrengo wa kati ni hawa kina Yair Lapid, hawa kina Benny Gantz. Hao ndio walikuwa washirika wake kwenye muungano, kuanzia wakiwa Blue and White, wakiwa vyama vingine, wameungana naye katika serikali nyingi. Baadaye wakaja wakakataa kuungana naye, wakasema sisi hatuungani na wewe. Kwa hiyo Netanyahu alikosa support ya kuunda serikali. Ndio kulipopelekea ile serikali iliyodondoka mwaka 2021 ya kina Yair Lapid na Naftali Bennett, wakaunda serikali na muungano wa vyama 8 vingi vikiwemo mchanganyiko wa vyama vyote, waliunda serikali. Sasa baada ya kudondoka ile serikali, wakapiga kampeni tena, uchaguzi ukarudiwa, Netanyahu akaongoza na Likud yake. Alipoongoza na Likud, wale wa right wing ambao waliungana na vyama kina Yair Lapid, kina Benny Gantz na wenzake walioungana sana, Netanyahu akataka kuwakomoa, kwa sababu wao si walimkomoa. Yani wao waliungana na vyama ambavyo havijawahi. Unajua vyama vya Kiarabu vilikuwa ni mara ya kwanza kuunda serikali. Kwa sababu wao waliunda na vyama vya Kiarabu, wakamkwepa yeye, walikataa kuungana naye, wakamwangusha. Kwa hiyo Netanyahu akasema na mimi nitaunda serikali na vyama ambavyo havijawahi kuwepo kwenye serikali. Ndio hivi vyama vya mrengo mkali wa kulia vya Bezalel na huyu Ben-Gvir. Hivi ni vyama ambavyo havikuwahi kuwepo kwenye historia ya Israeli. Katika serikali za Israeli haijawahi kuwepo. Sasa Netanyahu alivyomfuata Bezalel kuwa anataka kuungana na wewe, kwa sababu Bezalel alifahamu kuwa Netanyahu hana chaguo, kwa sababu washirika wake wa centrist hawana mpango naye, hawezi kuungana naye serikali. Akamwambia, ikiwa unataka mimi chama changu kiingie kwenye serikali yako, mimi nitakuwa waziri wa fedha. Kama unakubali mimi niwe waziri wa fedha, nitajiunga na serikali yako. Netanyahu akamwambia sawa. Na lengo la kuwa waziri wa fedha, ili niweze kutoa fedha za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya walowezi kule ukingo wa magharibi. Yani niweze kutoa fedha kwa ajili ya kufadhili. Ndio maana katika kipindi cha miaka 2 iliyopita, makazi ya walowezi yamejengwa kwa kiwango cha hali ya juu kilinganisha na miaka karibu yote. Yani kuwa makazi yamekuwa yanajengwa kweli kweli. Yani serikali inatoa pesa nyingi mno kwa ajili ya juzi tu wamerasimisha makazi 13 ya walowezi kutoka kwenye ile area A, area B na area C, ambayo kiuhalisia yote vimetajwa kwenye mkataba wa Oslo. Area A anakaa nani, area B atakuwa nani na area C atakuwa nani. Hii ni Jerusalem naizungumzia. Jerusalem, ukingo wa magharibi.
uligawiwa katika area 3. Area ya kwanza, area ya pili na area ya tatu zikapewa jina A, B na C. A ikontroliwa kwa 100% na wa Palestina. Area B itakuwa kati ya ushirikiano wa Israeli na Palestina, na area C itakuwa upande wa wote wa pili wa Israeli. Na hizi ziligawiwa katika asilimia 40 zilikuwa zinachukua area mbili, A na B, ambazo zilikuwa asilimia 40. Asilimia 60 ilikuwa inabaki kwa Israeli. Sasa Bezalel akamwambia Netanyahu, mimi nitakuwa waziri wa fedha. Netanyahu hakuwa anachagua, akamwambia utakuwa. Lakini wakati anamwambia mimi nitakuwa waziri wa fedha, tayari Bezalel ndani ya Israeli kwenyewe alikuwa na mashtaka ya ugaidi na alishakutwa na kesi ya ugaidi. Wakati huo serikali ya Marekani ilikuwa imeshampiga vikwazo kuwa hawezi hata kuingia Marekani kutokana na yeye kuwa kwenye ripoti kuwa mara nyingi anatajwa kufadhili magenge ya uhalifu, kama yule mwanamama Daniela Wells ambaye yeye ana vikwazo vya Uingereza, alikuwa na vikwazo vya Marekani kwa kufadhili makundi ya walowezi ambayo huenda kuwafanyia fujo wa Palestina, huenda kuwatoa Palestina kwenye nyumba zao kwa nguvu, kila kitu. Sasa Bezalel akakubali kujiunga na serikali ya Netanyahu kwa sababu ya kuahidiwa kuwa nini? Waziri wa fedha. Hali kadhalika Netanyahu alipomfuata Itamar Ben-Gvir tuungane kwenye serikali, Ben-Gvir alimwambia tu kuwa utaniteua, nitakuwa waziri wa usalama wa taifa. Kwa hiyo Bezalel Smotrich na Itamar Ben-Gvir vyeo walivichagua wao, sio Netanyahu aliwachagulia, walichagua wao. Mimi nitakuwa position fulani na nitakuwa sehemu fulani na nitaendesha kitu fulani. Kwa hiyo kuna combination ya Itamar Ben-Gvir na combination ya Bezalel Smotrich kuwa mmoja anatoa fedha kwa ajili ya ujenzi, mmoja anatoa usalama kwa ajili ya kusimamia wale wanaojenga. Yani Bezalel anatoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya walowezi, kwa sababu wale walowezi si watafanyiwa fujo kama wakiwa wanafanya ujenzi. Waziri wa usalama wa taifa anatoa polisi kwenda kuwalinda walowezi wenzao ambao wanafanya uhalifu wa ujenzi mpya wa makazi. Sasa taarifa ya ICC inataja kuwa Karim Khan alishaanzisha uchunguzi wa kuwachunguza hawa mawaziri wawili, ima watajwe na wao kwenye kashfa au watajwe na wao kwenye warrant ya ICC kama ilivyomtaja Yoav Gallant. Nadhani hapa amepungua Herzi Halevi. Bado Herzi Halevi alikuwa anatakiwa kuwepo. Hapa kwenye hii kashfa alikuwa anatakiwa Israel Katz, waziri wa mambo ya nje, awepo. Hata Gideon Sari anatakiwa kuingia baada ya kujiunga tu na serikali. Alitakiwa naye awe katika hii listi ya watu walioshiriki kwenye genocide. Hawa wote walitakiwa kuingia kwenye hii genocide. Sasa shida sio wao kuchunguzwa. Shida mahakama ina macho au mahakama inayo meno ya kuamngata, kwa sababu tumeona tangazo la ICC lilivyopanguliwa na Marekani likakutana na vikwazo vikali vya Marekani. Leo ICC hadi akaunti zake za benki zimefungwa. Marekani kaweka vikwazo, na Marekani anazishutumu nchi zingine ambazo bado zinaendelea kutoa usaidizi kwa ICC kuwa nchi yoyote itakayotoa usaidizi kwa ICC tutaiwekea vikwazo. Hizi nguvu zisizokuwa na maana, yani unakuwa na jitu lenye nguvu kubwa sana, nguvu zake ambazo hazitumiki kiuhalisia, yani zinatumika kwenye uovu tu, ndio Marekani.